tunashauriwa kutokutumia mate kama ni kilainishi wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Nikisema kilainishi namaanisha kwamba kuna wale watu ambao kwamba wanachukua mate yao na kuweka katika uke wa mwanamke ili kuweza kupunguza ule msuguano ambao unaweza kusababisha madhara baina yao. Hii kitu haitakiwi na ina madhara mengi sana. Na haya hapa ndo madhara matatu yatakayoweza kujitokeza kwa wale watu ambao kwamba wanatumia mate kama ni kilainishi wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Madhara ya kwanza, yale mate yanakwenda kuua bakteria walizi katika uke wa mwanamke. Kwa kawaida katika uke wa mwanamke kuna bakteria ambao hawa kazi yake ni kuweka usalama katika uke wa mwanamke na kuzuia maambukizi. Na bakteria wale wanakaa pale kwa sababu kuna pH, yani kuna kiwango maalumu cha acid ambacho hakitakiwi kizidi. Sasa kama utachukua mate na kwenda kuweka katika ule uke wa mwanamke, maana yake unakwenda kuongeza kiwango cha acid. Kumbuka katika mate kuna kiwango cha acid zaidi ya tunasema ni 7, ambapo hii 7 inakwenda kuathiri kile kiwango cha acid iliyokuwa pale, na mwisho wa siku ukaenda kuathiri utendaji kazi wa wale bakteria walizi, na mwisho wa siku utakuta mwanamke anakumbwa na matatizo mbalimbali kama UTI ya mara kwa mara, lakini pia mara maji yenye kutoa harufu, mwasho katika uke. Hii ni kwa sababu ya kwamba wewe ulitumia mate yako kwenda kuathiri ile acid ambayo inapatikana pale na kuathiri ile bakteria wanaopatikana katika uke wa mwanamke. Lakini madhara ya pili ambayo yanajitokeza ni kwamba unaongeza uwezekano wa kupata maambukizi kwa mwanamke. Ikiwa mwanaume ana maambukizi ya gono katika mdomo wake, ama ana bakteria wa gono katika mdomo wake, au bakteria wote, ama HPV ama bakteria wote, basi kama atamwekea mwanamke, basi kuna possibility kubwa wale bakteria wakasogea katika uke wa mwanamke na akaanza kuleta maambukizi, kama ni ya gono, kama ni ya HPV ama maambukizi yote. Lakini madhara ya tatu, mate yana uwezo wa kuathiri mbegu za kiume pamoja na ile mobility yake, yani uwezo wa mbegu za kiume kwenda kulifuata ila mwanamke na kwa ajili ya uchavushaji. Ikiwa atatumia mate, basi pia kuna possibility ya wewe kujikuta unapatwa na changamoto ya ugumba, yani kujikuta unashindwa kutungisha ujauzito, kumbe sababu ni ndogo tu ambayo wewe ni kutumia mate. Sasa ikiwa mwenzi wako ana changamoto ya uke mkavu au ute wake hautoshelezi, basi unapaswa kutumia njia nyingine ambayo itakusaidia kuweza kumsaidia yeye kuweza kuzalisha uti wa kutosha na ukaweza kushiriki na tendo la ndoa bila ya kutumia mate. Ikiwa unahitaji ushauri zaidi, basi unaweza kuwasiliana na mimi kwa nambari zilizopo katika bio, na mimi nitakupa mwongozo wa lishe na tiba ambayo itakusaidia kuweza kuondokana na changamoto yako. Karibu.